katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam. Nyuma yangu ambapo unaona ni mawakili ambao wanamtetea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, na hapo wakitoka katika chumba ambacho cha mahakama hii ambacho kinatumia mtandao. Na kubwa zaidi ilikuwa kinaendelea hapa ni kesi ya uchochezi ama inayohusu kuchapisha taarifa za uongo na ikidaiwa ya kwamba ambazo na makosa matatu ndani yake. Lakini mpaka leo hii kesi hii ilikuwa inatarajiwa kwa ajili ya kutajwa, lakini hapa leo imechukua muda mrefu kwa ajili ya mapingamizi ambayo yalikuwa yamewekwa na upande wa tetezi, kwa maana upande wa Lissu wakipinga kesi hii kuendeshwa kwa njia ya mtandao, na mtuhumiwa mwenyewe kwa maana ya Tundu Lissu naye pia akiwa magereza amegoma kushiriki kesi hii kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo mapingamizi yake yamefika hapa na hakimu amesikiliza hoja za pande zote mbili, kwa maana ya hoja za upande wa mawakili wa Lissu wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki na Dr. Ugemeleza Mshala, lakini hoja pia za mawakili wa upande wa serikali ambao nao wameshiriki kesi hii kwa njia ya mtandao wakiongozwa na wakili mwandamizi wa serikali Job Mrema. Na pamoja baada ya kusikiza hoja zote mbili na mabishano mapana ama majadiliano mapana ya kisheria mawakili pande zote mbili, mwisho wa siku mahakama imeahidi kutoa maamuzi kuhusiana na mapingamizi haya mnamo siku ya Mei 6 mwaka 2025 majira ya saa 4 kamili asubuhi. Leo tarehe 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa Dar es Salaam hapa Kisutu chini ya hakimu mwandamizi mfawidhi mwandamizi Muhini ilikaa na kuweza kusikiliza hoja za pande mbili katika kesi inayomhusu Tundu Antipas Lissu. Ni kesi ile ambayo inahusiana na masuala ya kuchapisha taarifa zisizokuwa za ukweli. Sasa leo ilikuwa ni siku ambayo ni upande wa serikali kuweza kuleta kufanya kujibu hoja zetu ambazo zilikuwa zimezileta kuhusiana na kesi hii nzima kuweza kuendeshwa kwa njia ya kimtandao badala ya kusikilizwa kwa pande zote mbili mbele ya mahakama au kufanyika ana kwa ana mbele ya mahakama kama ambavyo kanuni na sheria za nchi yetu mara nyingi zinavyodai, ilikuwa ni kitu cha asili. Sasa upande wa serikali umeweza kufanya majibu ya hoja zetu, na baada ya hapo na sisi tukawa tuna hoja zetu za mwisho kuweza kupinga au kuweza kusahihisha kile ambacho serikali walikuwa wamekisema, ili mwisho wa siku kuweza kuwezesha mahakama kuweza kutoa uamuzi. Hoja zilikuwa zimejikita kwamba ni haki ya mteja wetu kuletwa mahakamani kwa sababu yeye tayari katika ile siku tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 alipata dhamana, na kwa kuwa hii kesi inahusu tayari ana dhamana, na kanuni za kesi za jinai ni kwamba mtu kiwa na dhamana ndani ya siku unapokuja mahakamani lazima kesi inapoitwa lazima utokee mahakamani. Uwezo ukasikilizwa katika kesi ya jinai ukasikiliziwa nyumbani kwako au kwingineko, kwa sababu unakuwa uko nje kwa dhamana. Sasa mteja wetu katika kesi hii ndugu Tundu Antipas Lissu ana dhamana, na kwa maana hiyo yeye anatakiwa kila kesi inapoitwa kesi hii ya kuchapisha taarifa za uongo lazima atokee mahakamani. Sasa sivyo ilivyo, kwa sababu tumekuwa tunaendesha kesi hii kwa njia ya kimtandao, na mteja wetu akiwa anafahamu haki yake au haki zake za kisheria amekazania kwamba hawezi kushiriki. Kwa hiyo kule magerezani na vile vile kushiriki, tumekuwa upande sisi tulikuwa upande wa mahakama, mahakama ilikuwepo, alafu ilikuwepo sisi wa upande wa utetezi, na mawakili wa serikali wao walishiriki kwa njia ya kimtandao, na kule gerezani wale maafisa wa magereza walishiriki. Na kama unafahamu kutolewa uzi wa kimtandao wa watu kuweza kujiunga, baadhi ya watu wameweza kujiunga, bali kwamba kulikuwa na changamoto zake, hiyo kesi imeendeshwa hivyo. Kwa hiyo sasa baada ya kusikiliza pande zote hizo mbili na hizo hoja, mahakama imepanga kwamba itatoa uamuzi wake mnamo tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 saa 4 asubuhi. Asanteni sana.